Karibu tena kwenye Think and Grow Rich kwa Kiswahili na kwa maelezo yaliyojitosheleza na ipo in a simple way kabisa. Kwenye siku ya kwanza, kama mnakumbuka, kwenye hatua ya kwanza tulijifunza kuwa tamaa ndio mwanzo wa mafanikio yote, kama ilivyoelezwa kwenye kitabu kile cha Think and Grow Rich. Katika vipengele ninavyovigawa, sehemu ya kwanza kabisa ya namna ya kufikia hayo ambayo aliyakusudia mwandishi ni kwamba sehemu ya kwanza tujifunza namna gani tamaa ndio mwanzo wa mafanikio yote. Lakini leo tunajifunza kitu kinachobadilisha tamaa kuwa nguvu halisi. Hizo ni hatua kufikia malengo au kufikia makusudi au kufikia ile neno think and grow rich, kwamba namna ya kutafakari na kufikia utajiri. Sasa Napoleon Hill anaendelea kusema, faith is the head of chemistry of mind, akiwa na maana kwamba imani ndio kemia kuu ya akili ya mwanadamu. Bila imani, tamaa hubaki kuwa ndoto tu. Somo la pili hili linahusu imani, kwa maana faith. Na kwanza lilihusu tamaa, la pili linahusu imani. Hatua ya pili ni imani, faith. Hiyo tunasema visualization and belief in attaining of desire. Kwa maana ya faith is a state of mind which may be induced by autosuggestion. Napoleon Hill anaeleza kuwa imani ni hali ya akili inayoweza kujengwa kwa kujirudia mawazo. Hii ina maana gani? Imani haiji yenyewe, imani inatengenezwa. Kwa hiyo imani ni nini kulingana na Napoleon Hill? Imani sio kuomba bila kuchukua hatua, wala kusubiri muujiza, wala kufikiria chanya bila mpango. Lakini imani ni kuamini kuwa utaweza hata kabla hujaona matokeo. Ni kujiona tayari umefanikiwa, na kutenda kama mtu anayejua atafanikiwa. Hile anasema hivi, faith is the only known antidote for failure. Imani ndiyo dawa pekee ya kushindwa. Nguvu ya autosuggestion. Napoleon anafundisha kuwa akili ya binadamu ina sehemu mbili: akili ya fahamu, yani conscious mind, na akili fiche au tunaita subconscious mind. Akili fiche huamini chochote kinachorudiwa mara kwa mara, chochote kiwe kibaya kiwe kizuri, lakini kama kinarudiwa mara kwa mara, basi akili fiche huamini. Lakini pia haitofautishi ukweli na uongo. Akili fiche haitofautishi ukweli na uongo. Ndio maana Napoleon Hill anasema, the subconscious mind translates into reality whatever thoughts are fed to it. Akili fiche hugeuza mawazo unayoilisha kwa uhalisia. Hatari ya imani hasi, negative thought, inamaanisha kama unajirudia, maisha ni magumu, siwezi, bahati yangu mbaya, akili fiche inachukua kama amri. Kwa hiyo Napoleon Hill anasema, fear is nothing but a state of mind, kwamba hofu si kitu kingine bali ni hali ya akili. Zoezi la siku ya pili, Napoleon anashauri yafuatayo. Andika tamko lako la lengo. Mfano, ninajiona nikiwa na maisha bora, kipato kikubwa na mafanikio kabla ya mwaka fulani. Lisome kila siku, asubuhi na kabla ya kulala. Hill anasema, repeat your written statement aloud with faith, akiwa na maana kwamba rudia tamko lako kwa sauti na ukiwa na imani nalo. Leo umejifunza kuwa tamaa bila imani haina nguvu, na imani hujengwa kwa kujirudia. Unachojirudia ndicho unachokiamini. Unachoamini ndicho kinakuwa uhalisia wako. Napoleon Hill anahitimisha kwa kusema,
faith removes limitations, akiwa na maana imani huondoa mipaka. Kama unataka kuendelea na sehemu ya 3 ambayo ni auto-suggestion, endelea kufuatilia maelezo haya au series fupi yanavyofafanua kuhusu kitabu cha Think and Grow Rich. Andika kwenye comments hapo, ninajenga imani yangu. Asante na karibu tena kwenye series nyingine ya 3.